Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu mtazamaji, karibu tena katika tanbih ya Ramadhani katika idhaa yetu ya Horizon TV. Katika tanbihi ya leo tutakuwa tunazungumzia tu juu ya baadhi ya adabu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wajua kila jambo lina adabu yake na masharti yake. Hebu tuangalie baadhi ya adabu ambazo inafaa sisi tujilazimishe nazo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha hii ibada kwa kila Muislamu mwenye uwezo, lakini kwa yule ambaye ana sababu zinazokubalika kisheria amepewa ruhusa, na miongoni mwa wale waliopewa ruhusa mmoja ni musafir. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kwa yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au yuko safarini, ana udhuru wa kula kisha atakuja kulipa baadaye. Sasa wengine ambao wana udhuru wa kufungua na kutofunga mwezi wa Ramadhani ni mwanamke ambaye yuko katika siku zake, imma yuko katika ile damu ya haid au damu ya nifas baada ya kuzaa, ana udhur. Sasa swali ni hili: je, ni adabu zipi ambazo inafaa sisi tuzingatie wakati ambapo mtu ana ruhusa ya kula mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na sana ningetaka kuzungumzia dada zetu na mama zetu na mabinti zetu. Umepata huo udhur ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe amekupa. Usifunge kwa sababu ya siku zako za kila mwezi, usifunge kwa sababu ya damu ya nifasi au mwingine kwa sababu ya maradhi. Je, ili kuheshimu mwezi wa Ramadhani utakula hadharani au utakula mahala ambapo katika faragha? Sisemi kwa kujificha, huwezi kujificha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kula faraghani. Utaona kuwa adabu ya mtu aliyefungua kwa sababu ana udhur, adabu ni kula katika faragha. Na hasa kina mama, kina dada zetu, unaona labda pengine mko katika mikutano, mumechanganyika Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kila mtu anajua kuwa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wamefunga. Ni kweli sisi hatufungi kwa sababu ya wanadamu, lakini kuna ile heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe na buibui lako, wewe na niqabi yako, kila mmoja anajua wewe ni Muislamu. Kisha Waislamu wengine wamefunga, wewe unakula hadharani mbele za watu. Sasa kwanza hapo unavunja heshima ya ule mwezi mtukufu. Pili, ni kama kuwa unajitangaza, kwa sababu sasa kwanza hawa wasiokuwa Waislamu walio pale wanakuona ukila, wale Waislamu watajua labda dada yetu ana udhur. Huyu asiyekuwa Muislamu hajui kama kuna udhuru wowote. Kwanza ataona unawachanganya watu. Ala, huu mwezi tunajua Waislamu hawali mchana, mbona wengine wanakula, wengine wanafunga? Umemchanganya huyu mtu kwa sababu hajui. Muislamu atajua. Pili, itabidi sasa ujivue nguo. Mwenyezi Mungu amekupa stara. Ile hali yako ya kila mwezi si hali ya kutangazia kila mtu, kila mmoja ajue hali yako. Kwa nini unataka kujivua nguo na kujitangaza? Kwa hivyo kwanza kuna ile heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unawachanganya wasiokuwa Waislamu, wanashangaa mbona Waislamu wengine wanakula, wengine wanafunga. Tatu, ni stara kwako wewe dada yangu. Mwenyezi Mungu anakustiri uko katika hiyo hali, sio lazima utangaze. Kaa kwa faragha mahali, na sio kuwa unajificha macho ya watu, lakini ni kule kuheshimu ule utukufu wa ule mwezi. Na ndio tunaona watu wengi hata wenye mabiashara yao ya vyakula, kuuza vyakula, kwa mfano mahoteli. Mtu labda ana hoteli yake, restaurant kama hizi ambazo naziona hapa karibu na Jamia. Utaona mwezi mtukufu wa Ramadhani zimefungwa, japo kuna watu wasiokuwa Waislamu huja kula pale, lakini ni kwa sababu ya kuheshimu utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu Muislamu, binti yangu, tafadhalini mama zetu, ikiwa una udhur wa kutofunga mwezi wa Ramadhani, basi uheshimu mwezi wa Ramadhani. Heshimu nafsi yako pia, na ufanye bidii ule katika faragha. Ili nini? Uweze kujiepusha na watu kuchanganyikiwa kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wanaofunga na wengine ambao hawafungi. Na pia uheshimu utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, uweze kula katika faragha. Hiyo ndio tanbihi ya leo ambao ningependa kutoa kwa dada zetu na mama zetu na mabinti zetu. Huu udhuru Mwenyezi Mungu ametupa, ni sababu ya wewe kula, utalipa wakati mwingine,
lakini heshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani, na pia Mwenyezi Mungu amekupa sitara hapa, amekustiri hali yako, usijivue kwa hiyo sababu hutoweza kusimama mbele za watu na kuwatangazia, jamani mimi ninakula kwa sababu hali yangu iko hivi na hivi. Itakuwa sio sawa. Na hii ndio tanbihi yetu siku ya leo. Assalamu alaikum warahmatullahi